ingia hivi. Sababu sasa leo ni siku ya kushukuru Mungu na kuabudu. Kushukuru Mungu na kumwabudu. Alafu mfanye mtoe pazes zenu zile niliwapea. Kila mtu ako na hiyo memory card. Kila mtu ako na memory card. Haleluya. Sasa ningetaka kila mmoja aione. Tuombe tuanze ibada ya siku ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Leo tunataka kumwabudu Mungu mpaka ashuke katikati ya sifa za watu wake. Si mnakumbuka memory verse? Hebu semeni memory verse ya Proverbs 3. Proverbs 13:24. It says, if you love your son, you don't love him. If you love him, you will correct him. Hallelujah. You will correct him. If you don't punish your son, you don't love him. Okay. If you do love him, you will correct him. Amen. Hiyo ingine Proverbs chapter 6:16. It says, there are 7 things that God hates and cannot tolerate. Okay, kuna wale hawapandi midomo watajua. Endelea. A proud look, a lying tongue, a innocent people, a mind that thinks wicked things, a thing that having to do evil, a witness that guides Hebu one. kidogo aka karembo kuja hapa. Wewe ninasikia mwenye anaijua yote akuje hapa. Mwenye anajua hiyo basi yote akuje hapa. Hao ndio watanini. Kuna watu Mungu anaenda kuwainua mahali hapa. Na kuna watu Mungu hatainua wasipokuwa na neno la Mungu ndani yao. Hii ndio mnaijua yote. Hakuna mwingine anajua hiyo basi yote. Niliwapea leo muiseme, memorize. Na hamjui. Mwenye anajua, wewe kama unajua kuja hapa. Leo hakuna mchezo. Nani mwingine anajua hiyo basi? Sasa hii ni Proverbs 6:16. Hiyo ingine Proverbs 3. Wale wanaijua wasimame hapa. Leo ndio mtajua kutafuta Mungu na kutafuta masomo na Mungu. Sababu hiyo ni ya moja ya masomo. Nani anajua hiyo basi ingine? Hiyo ya 3. Hiyo ingine ilikuwa basi ngapi? Proverbs hiyo ingine ni gani? Proverbs 13:24. Sawa, wale wanajua hiyo nao wakuje hapa. Hapa hakuna mchezo. Hakuna mchezo iko hapa. Kama ujui hizo fast wiki mzima wacha waanze na Proverbs 6:13. Hata Proverbs 13 wachukua Proverbs 13 waseme, warudi wakae ndio wao waseme hiyo ingine. Wachukue video ndio tuone kama wanajua kabisa. Mtu aseme, sababu kuna watu hapa watapata kiboko. Hakuna mchezo iko hapo. Si mmeniambia mtoto asiwekewe kiboko chini? Si ni Mungu amesema? Ule mtoto unapenda. Asiwekewe kiboko chini. Anzeni na wale wanajua kila vazi yao wanasema. Proverbs chapter 13 verse 24. Unajitokeza uchukuliwe video ndio tuone. Proverbs chapter 13 verse 24. It says, he who spares the rod to his son hates him, but he who loves him is diligent to punish him. Thank you. Proverbs chapter 13 verse 24 says, if you don't punish your son, you don't love him. If you do love him, you will correct him. Thank you.
your son who don't love him. And if you do love him, will correct him. Proverbs chapter 13 verse 24 it says, if you love your son, you correct him, but if you don't love him, you hate him. Hey. Hebu soma hapa usikie kama inasema hivyo. Lazima tuongee neno la Mungu. Proverbs chapter 13 verse 24. Mtu asikuje na vitu yake hapa atuchanganye. Chapter 13. Hebu soma utusikie kama ni hivyo umesema. He who spares the rod hates his son, but he who loves him is careful to discipline him. Amen. Si umesikia vile inasema? Enda asante. Proverbs chapter 13 verse 24 says, if you don't punish your son, you don't love him. If you love him, you will correct him. Kuna Bible ziko na utofauti. Kuna King James, kuna NV. Inaitwa NVI. It says, he who spares the rod, he don't love his son, and he who loves his son, he will deliberate to discipline him. Sasa hiyo yote imesemwa. Hiyo ingine sasa. Toka. Mtu aseme ile anajua, si yenye imesemwa sasa. Sema ile unajua. Proverbs chapter 6 verse 16 it says, there are 7 things that God hates and cannot be tolerated. First, a proud look. Second, a lying tongue. Third, hands that kill innocent people. Fourth, a feet that hurries to do evil. A mind that up wicked plans. Feet hurry to do evil. A witness that tells lies one after another. Someone who stirs on trouble to his friend. Among his Hebu wapie makofi. Sana. Muende correct kabisa iwe perfect. Si ndivyo? Yeah. Haya, asante. Proverbs 13 verse 24 it says, if you do not love your son, you do not punish him. If you love your son, you must correct him. Hallelujah. Proverbs chapter 6 verse 16 it says, there are 6 things that God hates. 7 is there are abominations to him. Sema ile unasikia iko ndani yako. John 3:16 it says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Amen. Hallelujah. Wale wote hao watu watapata zawadi. Mkitoka hapo wale wamefanya hivyo, nitawapea zawadi. Ndio hao wengine waone Mungu. Mtu akishindwa kusoma neno la Mungu, akishindwa kumemorize the word of God, atakuwa anapata kitu Mungu. Unasikia? Mtu ataonanga wengine nikiwapea zawadi na yeye anabaki. Bwana asifiwe. Sema yako. Kuna mwenye yako hapa na yake. Amen.
Amen. John chapter 10, verse 14 to 15, it says, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. I lie down for my sheep. Hallelujah. Kila mwingine. Yeah. Mtu aseme yake, mtu aseme yake ili anajua. Na nguvu. Amen. Amen. Philippians chapter 4, verse 13, he says, I can do everything on the power of God who gives me strength. Hallelujah. Amen. Amen. Luke 5, verse 24, it says, but I want you to know that the Son of Man has authority to forgive sins. Amen. Chapter 2, verse 1, it says, Jesus was born in Bethlehem of Judea. Hallelujah. Corinthians chapter 13, verse 33, it says, God is not a God of confusion, but a God of peace. Hallelujah. Thank you. God is not God of confusion, is God of peace. Kwa hivyo kama tuko na Mungu tuko na peace of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa leo nataka tuabudu Mungu kuliko siku zote. Tumshukuru Mungu, tuombe Mungu. Siku ya leo ni siku ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio niweze kuwapatia neno la leo. Neno la leo nitaingia mpaka kwa mifupa. Haleluya. Bwana asifiwe. Tuinue mikono yetu tushukuru Mungu ndio tuweze kuanza. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, tunakuinua Mungu wetu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Uinuliwe, ubarikiwe, upewe sifa siku zote. Wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu usiyevunja agano na watu wako Jehova. Siku ya leo tumekuja kukushukuru na kukuabudu na kusema hakuna Mungu mwingine kama wewe. Uinuliwe na ubarikiwe Jehova. Tunaitisha nguvu za Roho Mtakatifu mahali hapa na damu ya Yesu. Tukikuomba siku ya leo Bwana, ukashukishe neema mpya juu ya maisha yetu. Ukatusamehe dhambi na makosa. Tuoshe na damu yako Jehova. Tunapoanza hii ibada Jehova Mungu wetu, ukaweze kutubariki, ukaweze kutuinua, ukaweze kututembelea na nguvu zako. Yesu mwana wa Mungu aliye hai, tunaomba utuhurumie. Tunaomba utuhurumie Bwana. Tuhurumie siku ya leo. Tumekuja mbele zako, ukaweze kutuinua, ukaweze kutubariki. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Sasa tunataka kuanza, wale wanaanza na uimbaji mkuje hapa, wale wanaimbisha, wale nimechagua. Haleluya. Rudisheni viketi irudi. Mungu atatupea kanisa kubwa, si ndio? Haleluya. Mungu atatupea kanisa kubwa. Haleluya. Songeni, ule anaipisha anakuja mbele. Kama hapa. Ule anaipisha Mungu wangu
asante kwa kinywaji ambao umeweza kutupa Mungu wangu. Asante kwa kutuongoza katika ibada Mungu wangu. Tutakapoanza ibada yetu siku ya leo, Jehova Mungu, achilia malaika kwa wingi wa Mungu wangu. Tamalaki mioyo zetu, tamalaki na fikira zetu Mungu wangu. Mungu wangu, naomba baraka na neema yako juu ya Mungu wangu. Mungu wangu, watoto watakaposikia neno lako Mungu wangu, wote wanakaa katika Mungu wangu, katika maisha ya Mungu wangu. Wafungue masikio yangu Mungu wangu, uweze kusikia kila maana Mungu wangu. Uwezeshe uweze kutii Mungu wangu, uweze kupata maagizo yote Mungu wangu. Mungu wangu, acha neno lako iwe katika mwili yetu, tujenge na kuongoza Mungu katika maisha yetu yote. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Yes, Lord, for our right and word of prayer. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I thank for you this afternoon to say thank you. Thank you for everything you've done for us, Father, because there's no other God like you. Thank you for the precious praise and worship we have, Father. I want to say thank you. Even as we are going to hear the teachings, Father, may you guide us and protect us. Even the priest, Father, may you give her knowledge and understanding, Father, because there's no other God like you. Thank you for our parents. Thank you for everything you've done for us. In Jesus' name I pray and believe. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Siku tumemwimbia Mungu, tumemsifu, tumemwabudu. Siku ya leo tunataka Mungu atutembelee na njia kubwa, abadilishe maisha yetu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Tunataka Mungu atubadilishie maisha yetu. Atubadilishe mawazo yetu, tuwe the head not the tail. Because the word of God say he is God of all creation. Bwana Yesu asifiwe. Ati Mungu ni Mungu wa vitu vyote, aliumba vitu vyote. Na anasema yeye ni Mungu, God of sober mind. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama wewe hauna sober mind, hauna Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa uwe na sober mind because our God is God of sober mind. Bwana asifiwe. Tushukuru Mungu ndio tuweze kuanza na neno lake. Baba, kwa jina la Yesu tunasema ni asante, pokea sifa Mungu wetu na Baba yetu aliye mbinguni. Tunakuomba siku ya leo unitumie tu kama chombo kwa ajili ya ufalme wako Baba. Katika jina la Yesu Kristo naomba Roho Mtakatifu wa Mungu ashuke, atusaidie, atufungue mawazo yetu tuweze kuona yale imepitwa gizani. Katika jina la Yesu tunaomba siku ya leo Jehova, ukatutembelee, ukatupe ufunuo wa neno lako, ukaweze kutupa Roho wako Mtakatifu, akatufundishe, akatuonyeshe njia, akawe mwalimu wetu wa karibu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Haleluya. Amen. Leo ni siku njema Mungu ametupa. Ninataka tuingie katika kitabu cha Revelation. Bwana asifiwe. Amen. Revelation 20. Kitabu cha Ufunuo 20 kuanzia mstari wa 11. Bwana asifiwe. Ndio yule hajabadilika. Leo usipobadilika utasikia neno la Mungu vile linasema. Hallelujah. Revelation 20 from verse 11. Bwana asifiwe. Nani atakuja kusoma hiyo neno hapa? Kuja. Tusome. Amen. Revelation chapter 20 verse 11 says, Then I saw a great white throne and the one who sits on it. Earth and heaven fled from his presence, and he was seen no more. 12 it says, And I saw the dead, great and small alike, standing before the throne. Books were opened, and another books were opened. The book of living and the dead were judged according to what they had done. As a recording the books, 13 says, Then the dead
sea gave up its dead, and the word of the dead also gave up the dead. They had, and all were judged according to what they had done. Then the dead and the word of the dead were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death. 15 says, whoever did not have their names written in the book of living were thrown in the lake of fire. Amen. Bwana asifiwe. Umesikia neno la Mungu? Neno la Mungu linasema musikize, mtu afungue roho yake aweze kusikia, sababu hiyo ni memory nyingine nataka memorize verse hizo zote. Bwana asifiwe. Biblia inasema katika kitabu cha Revelation 26:11 inasema, then I saw a great white throne, and him who was seated in it. Earth and sky filled from his presence, and there was no place for them. Hallelujah. Amen. And I saw the dead, great and small. I saw what? The dead, great and small. I saw what? The dead and small. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the book was opened. Mumeshika hapo? Mungu mtumishi wake akaona mbingu limefunguka, akaona watoto wadogo na wakubwa. Watoto kama nyinyi tu wako huko mbinguni, wanangojea hukumu wengine wale walikataa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akaona watoto wakubwa na wadogo. Sasa ni watoto kama nyinyi na watu hao wakubwa. Au unaona wanalinga hapa, wakiona ati hao ni wakubwa, walikuwa katika sikizeni. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and the book was opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they have done, as recorded in the books. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaona kitabu kikafunguliwa. Kitabu kilifunguliwa kwa wale watu walikuwa wamekufa, wadogo na wakubwa. Kitabu kikafunguliwa kulingana na matendo yako. Kama ulikuwa mbinguni saa hii, kuna malaika wako hapa na sisi. Malaika wenye watu tumepewa na Mungu wanaenda na sisi. Wanaandikanga makosa yako. Hata kama utaki nijue, hata kama mtaki mama ajue, hata kama mtaki unajificha tu, kitabu cha mbinguni kinaandikwa. Chochote unafanya mahali hapa, chochote unafanya kwa shule, chochote unafanya, wacheni niwaambie, kuna kitabu kinaandikwa. Akaona kitabu kimefunguliwa. Kitabu cha matendo yako. Yale ulikuwa unafanya hapa duniani. Saa hiyo hauko duniani. Umeenda. Sasa katika hiyo kiti cha enzi, Mungu amesimama hapo. Anahukumu watu. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai atahukumu wale wote. Watakuwa vitabu zao zimeandikwa katika kitabu chao, matendo yao imeandikwa katika kitabu cha uzima. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha wale wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaokoka, jina lako linaandikwa katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe jina lako imeandikwa katika kitabu cha uzima. Kuna kitabu kingine kitafunguliwa. Hata saa hii kimefunguliwa cha matendo. Matendo yako yenye unafanya hii dunia. Unaweza jificha ufanyie na huko nyuma, ufanyie na wapi, ufanye kama umelala, uende uimbe karamu shuleni, uende ufanye nini, kuna malaika anaandika. Biblia inasema another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they have done, as recorded in the books. The sea gave up the dead,
and that were in it, and death and Hades give up the dead that were in them, and each person was judged according to what he has done. Bwana asifiwe. Amen. Munasikia? Kila mtu atajajiwa. You will be judged according to what you are doing. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio ninawahisi msifanye tukose kuingia mbinguni. Msikose tu. Nimewahubiria siku nyingi, mumeokoka, mumekubali Yesu. Na waomba msiwache jina yenu ikafutwe katika kitabu cha mbinguni. Sababu matendo yako ile ulifanya duniani imeandikwa katika kitabu cha mbinguni. Kuna kitabu cha uzima, kuna kitabu cha matendo. Na hii matendo unafanya hapa, unajificha, unakosa kuongea ukweli, unasengenya mwingine, unaiba karamu ya mwingine, unaiba vitu ya mwingine. Wengine ninasikia hata usiku wanafanya vitu zao. Malaika anaona na anakuandika. Malaika ni roho, huwezi muona. Saa hii malaika wamejaa hapa. Hakuna mtu ana malaika wake. Mungu akikufungua mawazo yako, utaweza kuona malaika. Utaweza kuona akikufungua tu. Na ninawaombea leo, nitawafungulia anga zenyu. Kila mtu aone malaika wake wenye anamlinda. Bwana Yesu asifiwe. Mtakuja kesho kuniambia, ama kesho kutwa mniambie, niliona malaika, nimeona hivi, sababu nitafungua anga zenyu. Lakini ni wale watakatifu. Wale watakatifu. Biblia inasema wakubwa na wadogo, wale hawatapatikana majina yao imeandikwa katika kitabu cha uzima, wataingishwa Jehenamu kwa moto wa milele. Moto yani moto, ile moto inakuwa hivi. Si mnaonanga wakati getheri inaiva, ile moto inainuka hivi. Inaitwaje? Ile inatoka hivi. Na itakuwa na hizi madudu. Saa hii Mungu ametayarisha Jehenamu na ametayarisha mbinguni, mahali kuzuri tutaenda kuishi. Tuna raha, mstarehe, tunakula matunda ya kila aina, tunakaa vizuri. Huko ndio Mungu ametutayarishia. Lakini neno la Mungu linasema, na wale majina yao haitapatikana imeandikwa katika kitabu cha uzima, wataenda Jehenamu. Haijalishi wewe ni mtoto. Haijalishi wewe ni mtoto. Unajalisha wewe umekubali Yesu Kristo awe mwokozi wa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Umekubali jina lako liandikwa katika kitabu cha uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama umekubali Yesu Kristo awe mwokozi, Bwana na mwokozi wa maisha yako, ujue jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Na yule mwenye hatapatikana jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima, Jehenamu inamgoja. Bwana asifiwe. Msikubali, ninawaomba siku ya leo kukosa kupatana na huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mpatane na Yesu. Ni kwa sababu ukipatana na Yesu utafuata njia zake. Atakupatia hekima, atakupatia wisdom, knowledge and understanding. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa the head, not the tail. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linatuambia there was the dead were judged according to what they have done, has recorded in the book. Munasikia? Kuna kitabu inarekodiwa matendo yako yenye unafanya hapa duniani. Wewe ni fiche tu. Wewe ficha mama yako, ficha mwalimu wako, ficha mwingine, lakini ujue kitabu cha uzima kinaandikwa matendo yako. Kama wewe ni mtu wa wivu, unaandikiwa. Kama wewe unafanya dhambi za uizi, unaandikiwa. Kama wewe unakuwa mtu wa kupigana na mwingine, mtu wa chuki, mtu hana forgiveness, mtu amefanya mabaya, kama hutatubu na siku zote uende na njia za Mungu kulingana na neno la Mungu, Jehenamu inakugoja. Ni mimi nimesema? No. Ni Mungu alisema ati wale wote watakuwa hawajaandikwa katika kitabu cha uzima wataenda Jehenamu. Na wale wote wameandikwa katika kitabu cha uzima na
matendo yao itawafuata. Wataingia mbinguni kwa matendo yako. Umeokoka, unampenda Yesu, lakini neno la Mungu linasema sio wote wamuitao Bwana Bwana watamuona, bali ni watendaye mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unayetenda mapenzi ya Mungu uwe na obedience. Last Sunday tulisoma about obedience. Ama mnasikilia hapa inatokea na hapa? Ama unaambia Mungu hiyo kitu ijiandike katika roho yako na mawazo yako? Sababu hakuna njia ingine nimwambie leo. Hata ukuwe nani ama nani. Si tulikuwa na President Moi. Sahi yako sahi. Hayuko tena. Kama hakuwa ameandikwa katika kitabu cha uzima, na kama matendo yake ikumfuata, Jehenamu imemngoja. Lakini kama alikuwa ameandikwa katika kitabu cha uzima na alikuwa na matendo mazuri, ako katika kiti cha enzi cha Mungu. Siku ya Yesu, ya kufunuliwa kwa Yesu, atasikia karubeta na ataamuka mahali ya alizikwa. Sababu Yesu karibu arudi. Siku ziko, munaona vile mambo inaenda. Si munaona kulikuwa na corona? Saa hii vita imeanza mpaka Israeli. Hakuna mahali hakuna vita. Heri wale watakuwa ndani ya Yesu, kwa sababu Yesu anarudi. Hatujui saa, hatujui dakika. Yesu anarudi. Na mumesikia kwa neno la Mungu, wakubwa na wadogo. Kwa hivyo huko kuzimu kutakuwa na huko kwa moto wa milele kutakuwa na wadogo na wakubwa. Kwa hivyo jiulize, wewe utaenda kwa kukaa na Yesu Kristo ama utaenda Jehenamu? Ama utaenda Jehenamu? Sababu Jehenamu iko, si wadanganyi, Jehenamu iko na moto huko, moto wa milele. Ninakwambia siku ya leo, badilisha roho yako, badilisha mawazo yako. Ukisoma na bidii, ukijua kuna Mungu mbinguni, anaandika makosa yako yenye unafanya, anaandika mazuri yote unayofanya. Hakuna jambo haliandikwi, kwa sababu Mungu ametupea malaika hapa duniani. Bwana asifiwe. Hao malaika wanaenda nasi dakika kwa saa. Ningeomba tu siku ya leo mubadilishe roho zenu, mubadilishe maisha yenu. Mjue saa hii nikikufa, saa hii Yesu sababu kukufa, unaweza kufa ukizaliwa, unaweza kufa ukitembea, unaweza kufa ukikuwa mkubwa. Mungu hana mtu ati mzee ndio anakufa. Kuna watoto, Biblia inasema wale watoto watakuwa wamekufa na wale wazee watakuwa wamekufa, watu wazima. Wale majina yao itakuwa imeandikwa katika kitabu cha uzima. Wao wote watapelekwa Jehenamu. Bwana asifiwe. Amen. Hatutakuwa sisi hatutakuwa wapelekwa Jehenamu. Ni kweli? Yes. Sababu mmesikia neno siku ya leo. Ibadilishe kila mtu maisha yake. Ukitembea ujue kuna malaika anakuandikia hukumu. Ukiwa saa ile hakuna mtu pale, unaingia unaiba getheri, unakimbia unaiba kitu ya mtu, unakimbia unaongea vibaya, unameza kitu unajificha. Haijalishi wewe vile unafanya, hiyo matendo itakufuata. Sababu kuna malaika Mungu ametuachilia. Hao malaika wanaandika makosa yetu. Ukifanya mazuri unaandikiwa. Ukifanya mazuri unaandikiwa. Ukiwa mkarimu unaandikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Neno la Mungu linasema, the sea give up the dead and were in it. And death and Hades give up the dead that were in them. And each person was judged according to what he has done. Wale watu wote watakuwa wamekufa. Wale walikufia majini wakaenda na maji. Wale walikufia wapi? Bahari, hata kama ulichomeka na moto, siku ya kiyama, siku Yesu atafika, atarubeta akirudi. Naye imebaki hivi tu. Imebaki hivi Yesu arudi. Sababu mnaona alisema mtajuaje ninarudi? Wakati mtaona vita zimejaa duniani, magonjwa yale yaponywi, watu waponi, watoto wale hawatii wazazi wao, wale kutakuwa na mausherati, kutakuwa na ukunywaji wa pombe, kutakuwa dunia imekuwa mbaya. Yaani ndio mtajua mwana wa Mungu ako karibu kurudi. Kwa sababu hakuna anajua saa wala dakika.
isipokuwa Mungu mwenyewe. Kwa hivyo neno la Mungu linasema wawili watakuwa wanaenda kushiaga, mmoja ataenda, mwingine atabaki. Kuna wengine watakuwa wanaenda shuleni na ameiba saa hiyo vitu ameweka kwa bag, atabaki, yule mwingine ataenda. Itakuwa siku, itakuwa na huzuni sana. Ati jua litakuwa usiku, litakuwa giza, na mwezi utakuwa mwekundu, utakuwa red. Ati siku hizo, ribabo sheketere bazaya, siku hizo ujue kama jina yako itakuwa imeandikwa katika kitabu cha uzima. Kama matendo yako itakuwa ni matendo mabaya, ninakwambia utaenda jehanamu. Hakuna njia nyingine. Hakuna saa utarudi upige magoti uanze kusema, "Oi nisamehe, oi Yesu nisamehe." Saa hii ndio Mungu anasema tumuombe msamaha, tuweze kutenda mema, tuweze kuwa na tabia mzuri, tuweze kuwa njia zetu ni nzuri, tuache usherati, tuache fitina, tuache chuki. Kwa sasa hata maboys au vijana wakubwa au wasichana wakubwa, imekuwa shetani amewachilia roho chafu. Roho ya vijana, kulala na vijana. Unaoa kijana, unawezaje oa kijana? Hiyo ni pepo shetani shindwe. Ati mkilala na kijana unajifanya huyo kijana unamsukuma na huko nyuma. Na hao wasichana nao wamekuwa inaitwa lesbians. Hebu sema lesbians. Ati wasichana wanakaa wakishikana, wanaingishana mikono huku wakishikana hivyo. Shindwe shetani kwa jina la Yesu. Itakuwa hapa, itakuwa mahali hapa, itakuwa hapa kwa jina la Yesu. Lazima mubadilike, lazima muogope Mungu, lazima mkae katika njia za Mungu, kwa sababu wale wote majina yao itakuwa imeandikwa katika kitabu cha uzima. Wote jehanamu inawangoja. Nyinyi si mmeandikwa katika kitabu cha uzima? Sababu mmeokoka. Kuokoka ni kwa imani, majina yenu imeandikwa. Lakini matendo yenu itawafuata. Matendo yenu itawafuata. Haleluya. Matendo yenu itawafuata, ni kwa sababu neno la Mungu linasema wale matendo yao yote itawafuata. Katika hiyo kitabu kuna kitabu ya uzima wa milele na kuna kitabu ya hukumu. Hiyo kitabu ya kuhukumiwa ni yale matendo unatenda. Na niliwaambia na nikawaambia memorize hizo verse. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Ukiwa na moyo safi, matendo yako ni masafi, si ndio? Sababu hata mtu akikupiga ama kutukane, wewe hauna ya kujiulizia, unamwambia Mungu, usikia, Mungu nipiganie, Mungu niulizie. Unaona? Sababu Mungu anapelekana nasi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaendelea kusema, then death and Hades were thrown into the lake of fire. Hallelujah. Mnasikia? Ni lake. Mnajua lake? Hapa kuna lake? Hapa yeye hakuna lake. Mkienda Nairobi uliwaonyesha lake. Nani wameenda Nairobi hapa? Mkiona lake Nakuru? Lake ya Mataita? Hiyo ndio lake. Yaani moto wa milele utakuwa kama hiyo lake. Yaani utakuwa moto. Watarushwa katika hiyo moto. Imagine. Watu wale wamekataa Mungu wote watarushwa kwa hiyo moto. Mwenye ameokoka na alikataa kufuata neno la Mungu atawekwa huko. Na ndio Biblia inaendelea kusema, sio wote wamuitao Bwana Bwana maana ni wale watendaye katika, yani wale wanatenda kadri ya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unaweza sema umeokoka, lakini hapa uko na fitina, uko na wivu, uko na chuki, unaiba sukari, unaenda unaiba kitabu ya mwenzako, unaiba soksi ya mwenzako, unavaa nguo ya mwenzako, unaiba, unaficha. Saa hiyo yote unaandikiwa. Si mimi nimesema, Mungu mwenyewe amesema ati watoto wadogo watawekwa katika hiyo lake of fire. Ati watawekwa wapi? Lake of fire. Sikizeni. The lake of fire is the second death. If anyone
name was not found written in the book of life. He was thrown into the lake of fire. Hallelujah. Amen. Imagine. Umeokoka, umekataa hiyo wokovu. Ukue umewekewa hiyo lake of fire. Nani yange? Si unachomekanga tu kidogo hivi unalala unasikia uchungu. Na kuingishwa kwa moto wa milele. Na saa hiyo Mungu atuhurumie. Sababu ulikataa kumsikiza. Ulikataa kuobey. Ulikataa kuwa obedience. Ulikataa kuwa obey your parents. Unakataa kuobey your elderly. Unakataa kuobey your teacher. Umekataa kuobey. Sasa mimi sijasema. Mimi kwangu ninajaribu kutenda mapenzi ya Mungu. Nisije nikaingishwa katika lake of fire. Sababu ni wadogo na wakubwa. Na ndio ninawaambianga hata watoto wangu, hata wajukuu wangu, hata wale wadogo, ninawaambia, "Oi, msimiss mbinguni." Usimiss mbinguni. Usimiss mbinguni. Sababu ukimiss mbinguni, hakuna mahali pengine. Moto wa milele na milele. Hakuna huruma zitakuwa. Ati watu watalia wakisiaga meno. Watu watalia wakisiaga meno. Sababu kuna ma-agent. Hata sahi kuna ma-agents wa devil worshiper. Wale unajua sahi hata kuna wale ninanenea hata ana shughuli. Sasa huyu anasema nini? Acha amalize twende tukakule twende. Ninasikia roho zingine hapa zinasema hata ajali. Because yeye ameundiwa kwenda nini? Kuchomeka milele. Kuna wale neno la Mungu linasema walijengewa hiyo lake of fire. Sababu Mungu alijua hawa hawawezi badilika. Hata mkiwaambia nini, hata mkiwapea nini, hawa wameumbiwa kwenda lake of fire. Ndio unaona mtu ukimwambia usifanye hivi kwa upole, huyo mtu kiburi ndio hiyo. Msikubali. Mmesikia kuna moto wa milele. Mnasikia kuna shida nyingi itakuwa siku hizo. Biblia inasema ati wale watakuwa na mimba. Inawahurumia sababu kutakuwa na shida nyingi. Mumeona hii wakati wa corona vile watu wameogopa. Hii ni kidogo tu ndio imeanza. Saa hii ukienda kwa TV tutawaitanga tu, siku moja mnaenda mnaona news. Mnaona vile watu wanaumia. Watu wanabomiwa. Vita zimeanza. Lakini siku mtasikia Israel imeanza vita. Biblia inasema siku hiyo ndio mwana wa kondoo, ndio Yesu Kristo mwana wa Mungu ako karibu kurudi. Atarudi roho zetu zikiwa aje? My dear, my brother, my sister, my child. Sababu sisi ni watoto wa Mungu na Mungu anatupenda. Ndio ametupatia neno la tubadilike. Tusipobadilika, moto unatungoja. Mimi utaningoja, ni moto uningoje. Mimi nitafuata njia za Mungu. Nitalilia Mungu usiku na mchana. Nitaomba usiku na mchana. Hata kama niko wapi nitakuwa ninamlilia, ninamwambia nisamehe, sitafanya nisaidie nisifanye makosa. Unaambia Mungu, Roho Mtakatifu nisaidie. Take more of me, give more of you. More of you Lord. Hiyo nilisema nitawafundisha leo, si ndio? Mnasema oh Holy Spirit, have mercy Jesus. Have mercy Jesus, Son of David. Have mercy on me. Oh Holy Spirit. Sababu saa zingine tunashindwa, tunajikuta tumefanya dhambi. Lakini unaambia Holy Spirit, take more of me. Give me more of me. Oh Holy Spirit, take more of me and give more of you. Oh Holy Spirit, take more of me, give me more of you. Oh Holy Spirit, take more of me and give me more of you. Oh Holy Spirit, Take more of me and give more of you. oh Holy Spirit, take more of me and give me more of you. Hallelujah. Mnaambia Roho Mtakatifu, ukienda shule, ufanye bidii kwa shule. Kabla Yesu arudi, maybe utakuwa umekuwa mkubwa. Kabla Yesu arudi, hatuwezi jua anarudi jioni ama anarudi kesho. Saa hii anaweza rudi kwa mtu mmoja. Unaona? Wewe unangongwa unakufa.
wewe unachukuliwa unakufa, wewe unachukulia kabla arudi. Wale watakuwa wameenda, hakuna kutubu tena. Unashika? Kile kitakusaidia ni kukaa ukisema, Holy Spirit, take more of me, give more of you, Holy Spirit, more of your love, more of your peace, more of your joy, more of you. Unamuitisha more of your wisdom, more of your knowledge, more of you, Holy Spirit, take more of me, give more of you, more of your goodness, more of your kindness. Oh, Holy Spirit, take more